Amen. Tuombe kwa ajili ya neno. Baba, katika jina la Yesu, ninakushukuru kwa ajili ya kipindi hiki. Mambo tamaraki na utangulie mbele, ukaribu kila mipango yote ya Shetani. Kila roho inaanza inuka kuleta vita kwa ajili ya neno ishindwe. Kila roho inaanza pigana kuleta vita kipindi hiki cha neno ishindwe. Katika jina la Yesu Shetani ashindwe. Naomba Mungu mwenye neema na rehema, utawale unitumie, maana mimi ni chombo. Mwanzo na mwisho wa neno hili naomba Mungu onekane. Katende jinsi unavyoona ni vyema. Unichase na uniinue kwa sababu unastahili. Na waliofungwa siamini kwamba wewe ndio Kristo, kupitia kwa hili neno wafunguliwe. Katika jina la Yesu Baba, naomba ukaonekane kwa neno, maombi na unabii na ishara, miujiza na maajabu, na kuwafungua waliofungwa na ibilisi wapate kuwa huru kupitia kwa neno hili. Katika jina la Yesu naomba na kuamini. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ni mwema na kila wakati. Kitabu ni cha Luka 4 kuanzia mstari wa 16 kuendelea. Nitasoma. Maandiko inasema, akaenda Nazareti hapo alipolelewa, na siku ya Sabato akaingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake. Akasimama ili asome katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi. Akapewa kitabu cha nabii Isaya. Akafungua kitabu, akapata mahali palipoandikwa, Roho wa Bwana yu juu yangu, kwa maana amenitia mafuta kuwahubiria maskini habari njema. Amenituma kuangazia waliofungwa kufunguliwa kwao, na vipofu kupata kuona tena, kuwaacha huru waliosetwa, na kutangaza mwaka wa Bwana uliokubalika. Akakifunga kitabu, akamrudishia mtumishi, akaketi. Na watu wote waliokuwemo katika sinagogi wakamkasia macho. Akaanza kuambia, leo maandiko haya yametimia masikioni mwenu. Wakamshuhudia wote, wakastaajabu maneno ya neema yatokayo kinywani mwake. Wakasema, huyu siye mwana wa Yusufu? Akawaambia, bila shaka mtaniambia methali hii, tabibu chiponya nafsi yake. Mambo yote tuliyoyasikia kwamba yametendeka Kapernaumu, yatende na hapa pia, karibu nchi yako mwenyewe. Akasema, amini nawaambia ya kwamba hakuna nabii anayekubaliwa katika nchi yake mwenyewe. Lakini kwa hakika nawaambia, palikuwa na wajane wengi katika nchi ya Israeli zamani za Eliya, wakati mbingu zilipofungwa miaka 3 na miezi 6. Njaa kuu ikaingia katika nchi nzima, wala katika nchi ya Sidoni. Tena palikuwa na wenye ukoma wengi katika nchi zamani za nabii Elisa, wala hapana aliyetakaswa ila Naaman mtu wa Shamu. Wakajaa ghadhabu wote waliokuwa katika sinagogi, wakaondoka wakamtoa nje ya mji, wakampeleka mpaka ukingo wa kilima ambacho mji wao umechengwa juu yake, wapate kumtupa chini. Lakini yeye alipita katikati yao, akaenda zake. Bwana abariki neno lake. Bwana Yesu asifiwe. Katika maandiko haya ya Luka yana sehemu muhimu mbili.
sana sana mbili. Ambia mwenzako sehemu mbili. Hii ni rahisi kusika maana ni mbili. Bwana Yesu asifiwe. Sehemu hii tunaona sehemu ya kwanza inasema mahali alilelewa. Bwana Yesu asifiwe. Na mahali ambao alienda kujionyesha kwamba yeye ndio Mesaya. Wakati alisoma maandiko aliwaambia maandiko yamefanya nini? Imetimia. Walikubali? Walikubali. Aliwaambia Mungu amemtia mafuta ili kuwapelekea maskini habari njema, ili kuwafungua waliofungwa na kuwatabiria habari njema. Akawaambia maandiko hayo vile mlisikia ilisomwa imefanya nini? Imetimia. Bwana Yesu asifiwe. Na sehemu hiyo imesema kwamba yeye hakuwa kama waandishi wao. Kuna tofauti ya mtu ameitwa na yule aliyejiita. Kuna tofauti. Kuna tofauti ya mzazi aliyesema kwangu nataka daktari, na yule mwanafunzi hakuwa anataka kuwa. Mnanielewa? Ataheshimu wazazi, aenda alete cheti nyumbani, lakini isiwe na maana. Bwana Yesu asifiwe. Maana mtamwambia Abraye kasi, nasema ngoja kidogo. Ngoja kidogo. Aenda afanye mjengo. Sababu ile aliyeendea ilikuwa mwito wake. Ilikuwa kutaka kwake. Ilikuwa katika roho yake. Kwa hivyo kuna tofauti. Maandiko imesema wakasangaa kwa mafundisho yake. Maana huyu wanaona kusangaa lakini heshima hawaoni. Hawakumuheshimu. Ndio maana maandiko imesema akawaambia nabii aheshimiwi katika kijiji chake mwenyewe. Mahali uchaheshimiwa utasema watu wabarikiwe. Si maandiko inasema ufanye hivi. Ugonge hivi. Ukienda si ati unasimama ugonga ukie. Hiyo ni kuwaachia laana. Bwana Yesu asifiwe. Biblia imesema wakamkasia macho, hawakuamini. Pazi akawaambia katika enzi ya Elia kulitabiriwa njaa miaka 3 na miezi 6. Katika mji unaitwa Sidoni, katika nchi ya Israeli, kulikuwa na mwanamke mmoja mchane. Huyo ndio peke yake na pia alitumwa kwake. Kumaanisha kulikuwa na wachane wengi. Wengine wakasahau wakakuwa makahaba na pia hakutumwa kwao kwa sababu ya tabia mbovu. Kwa hivyo kwa sababu yeye aliwaambia kulikuwa. Katika enzi ile huyo mama alikaa akijua kwamba mchane anastahili kukaa mchane kweli kweli. Ndio Mungu atumane kwake. Wewe kuniambia leo una wasasi, alafu unajifanya karuru. Ukitumwa wewe ni mkora. Kila mtu atasema hiyo kijana ama huyo msichana hata kama ana wasasi, chunga ni mwizi. Amejenga jina ama ameharibu jina? Amejenga ama ameharibu? Kwa hivyo ndio ya kwamba ni mchane. Ndio ya kwamba ni yatima, lakini sio yatima kweli kweli. Kwa hivyo Mungu hawezi kutumana kwake. Ngawaje maandiko yanasema yatima, wachane na maskini ni wangu, mtu asiwaguse. Usome hiyo maandiko vizuri tena kuenda chini. Usiachie hapo. Alafu useme wewe ni mchane, utakaa vile unataka. Wewe ni maskini, afadhali ukufe mapema before your time. Wewe ni mtu ambaye ni yatima, utakaa hivi hivi kwa sababu wewe ni yatima. No, huwezi saidika. Kama ni mchane, maandiko imesema kama ni mchane. Kule Sidoni ilikuwa mji mkubwa, lakini ni mmoja alionekana kati ya wengi. Kwa hivyo Yesu akawaambia mkumbuke kule katika Israeli kulitabiriwa njaa nyakati za Elia, lakini aliyetumaniwa alikuwa mmoja. Na huyo mmoja ndio Mungu anatafuta hapa. Mtu asikudanganye ati utakuwa mkora Mungu atumana kwako. No, Shetani ndiye atatumana instead. Alipeana mifano ngapi? 2. Ngine ni ya Naaman. Akasema Naaman kulikuwa na
wengi wenye ukoma kipindi hicho, lakini Elisa nabii akatumana kwa nani? Kwa Naamani. Wengine walienda wapi? Bwana Yesu asifiwe. Sasa utafakari haya, wewe uliokoka. Useme mimi nimeokoka, leo ni Sunday, nimevaa Sunday best yangu, ninaenda church. Hiyo itosi. Hiyo itosi. Mhubiri inasema angalia mguu wako unapokanyaga ukienda katika nyumba ya Bwana. Utakapokaribia lango hilo, mwambie Mungu hata kimoyomoyo kwamba ninaingia katika hekalu lako. Najua mimi sio msafi. Ninapoingia Mungu, unikumbuke, unitakase, unisamee dhambi na makosa, ili nisitoke kama vile ninaenda kuingia. Na mimi nibarikiwe, wengine pia wanapobarikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wale walimkataa, wale Wayahudi walimkataa, hawakutaka lile neno liingie kwao, walimkataa, wakamtoa nje. Siku hizi kuna makanisa wanatoa kuhubiri nje, ama hakuna? Ama hakuna? Wakati roho hayuko sana kwa watu wako kimwili, wanafanya mambo mengi ya mwili, wanasahau kwamba kazi ya Mungu ni ya roho. Yeye ndiye anaamuliza, yeye ndiye anaongoza, yeye ndiye anaamua, anasema leo nataka fulani ainuliwe. Na akisema uinuliwe, lazima uinuliwe. Bwana Yesu apewe sifa. Hata warogi 1000 wajipange mbele yako, kama amesema, amesema, kwa sababu yeye ndio the final say. Wataanguzwa wote. Hata wakuwe 2000 na wewe ni mmoja, wataanguzwa wote, ndio wewe ufikie neema yako. Bwana Yesu ainuliwe. Kwa hivyo wale, kwa sababu walikataa, wakambeba juu juu, wakamtoa nje, wakataa kumutuba kwenye kilima cha ukingo aanguke afunji. Lakini maandiko yamesema Yesu akapita katikati yao, akawaacha akaenda. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu ainuliwe. Kama unaamini, inaweza uwezekana bwana yako achaamini. Inaweza uwezekana mume wako achaamini. Inaweza uwezekana watoto wako wengine wachaamini. Lakini we amini kwamba neno ni moja. Vyote vitapita, neno litasimama, na Yesu atainuliwa. Wacha wakuje kuona kule mbele Yesu uliyemwamini ni mwaminifu kwako. Haijalishi wakati unasema nimeokoka, mtu mpya unaingia kwako, si lazima wakupende. Bwana Yesu asifiwe. Si lazima wafanya nini? Wakupende, kwa sababu wewe kitu umepata ni kipya. Kwa nini hawakumpiga vita hapo mwanzo? Si maandiko yamesema aliposimama akajitambulisha, wakajua kumbe ako na roho. Tumpige vita sasa. Huyu ni mtoto wa Yusufu. Tumpige vita, tunamjua. Unajua sasa hivi unaweza enda kwenu uambie wewe ni nabii, wewe ni mhubiri, wasema ushindwe. Unahubiri nini? Wewe tunakujua kwenu ni hapa chini. Wewe ni mokora. Hawataamini. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo Biblia inasema kwa sababu hakumkaribisha, alitoka kule akaenda. Inamaanisha nini wakati maandiko yanasema mtu mmoja aliyeitwa Naamani alikuwa mgonjwa ukoma, yeye ndiye alitumaniwa. Na yule wa Sidoni yeye ndiye alitumaniwa, sababu alikuwa mchane, tena mchane kweli kweli. Bwana Yesu ainuliwe. Kipindi hiki katika makanisa mengi utaona mtu amejificha kwa kanisa, anasema nimeokoka na Yesu ni Bwana, lakini kumbe ni uongo. Acha aokoka. Lakini yule amemaanisha uokofu, Mungu anamtafuta amuinue. Mungu anamtafuta amfungulie njia. Wewe ukisoma maandiko, Bwana Yesu asifiwe. Katika nyumba ya Yese, ukisoma kitabu cha Samueli, Samueli hakusema Mungu utumane kwangu, no. Hakusema. Ila maandiko kitu inatuambia Samueli alikuwa anamwombea Saul
awe mfalme. Akaomba sana, lakini baadaye Mungu akamwambia, sitaki ufalme katika nyumba ya Saul. Kwa hivyo maombi hiyo haikufika. Sio maombi yote tunaombanga hapa inaweza fika. Inategemea ulipoingia kanisani umejitayarisha namna gani. Uweze kushinda kwa fitina, usinde kwa userati, usinde kwa uchawi, usinde kwa uganga, ungojei madhabahu kubariki, ni uongo. Hiyo utakuwa umedanganywa, ni uongo. Ni nani aliye na moyo safi? Haleluya. Daudi anasema nani aliye na moyo safi? Ni muinue, asema Bwana. Daudi akasema tangu akuwe kijana, sasa yeye ni mzee, achaona mwenye haki akiwa amewachwa. Acha waiona. Akiomba akilala njaa, acha wai kuona. Maana yeye aliamua kama ni Kristo, ni Kristo. Sio yule akona kona, hapana. Ni yule aliyeamua akasema kuanzia leo nimeamua kwamba leo nimeokolewa na Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Kwa hivyo mambo ya dunia kwa heri. Sasa mimi ni wa Yesu. Mtu mwenye ameamua hivyo kubarikiwa ni rahisi. Kwa sababu maandiko inasema hata Ayubu Mungu akamuuliza Shetani, umenionea mtumishi wangu? Akasema huyu unamuita mtumishi bure. Si wewe umemfunika mbele, nyuma na upande, left, right, center. Umemfunika na mali. Yeye ndio tajiri, ndio maana. Kwa sababu Mungu alimjua Ayubu, akamwambia huyu ninamjua. Nenda basi utoe vyote uniachie roho. Bwana Yesu asifiwe. Maana alijua ya kwamba huyu Ayubu aabudu mali, anaabudu Mungu. Kwa hivyo licha ya mambo yote ilimpata majaribu. Ukisoma maandiko Ayubu sura ya 2, wakati majaribu ilikuja, aliinama hivi, akajipaka mchanga na akasema, Baba ulinipea, Baba umechukua, jina lako litukuzwe. Akaendelea mbele. Lakini leo malalamishi mengi iko kanisani. Utaona jambo ikifanyika ni jambo la roho. Badala mwenye hekima, mwenye busara aulize ya kwamba ili jambo ni jambo la roho. Sisi tu kanisa ya roho tufanyaje? Anaanza kuruka akilaumu viongozi, watumishi. Mbona kanisa hii watumishi, sina ni nabii, mama askofu, kwa nini hawakuona hii? Hiyo ni kulalamika kama vile walimlalamikia Musa wakaangamia. Mwenye hekima anauliza, jambo hili vile limefanyika, naweza fanya nini? Lakini uwezi enda unaanza biashara haina maombi, wakati imekwama imeisha unakuja unauliza, nilimwaga box 20, sijawahi kuuza hata moja. Wapi? Kwa duka. Ulianza lini? Nilipopata pesa nilienda mbio nikaanza. Ulianza na nani? Niliweka mkono wako. Huyo mkono uliweka hapo iko na mafuta. Kuna makanisa yametokea inadanganya wengine ati msiende kuombewa. Kaa hivyo. Soma maandiko. Inasema Mungu akawateua kwa Korinto. Mungu akawateua. Wengine wawe manabii, wengine wainjilisti, wengine mitume, wengine wanena kwa lugha. Sasa kuna singine ukinena kwa lugha inasemekana umepotea. Mkemee mseme ashi. Na roho hiyo iko katika maandiko na hatuwezi kukata hiyo tutoe. Ni Mungu alisema na lazima neno itaendelea. Lazima roho itaendelea. Lazima unabii itaendelea. Lazima miujiza itaendelea. Wenye kupinga washindwe. Bwana Yesu asifiwe. Na kuna wengine very dangerous. Wanakataza wengine mchana, lakini usiku wanakuja mtumishi wa Mungu. Unaweza kucheki maisha yangu. Unamuuliza mbona ukuje mchana na kwa busy? Ukiangalia katika roho hakuna busy. Ni kujificha. Lakini kule anaambia watu kitu tofauti. Kama vile mwingine anakuambia usikule nyama ni mbaya, unaweza fura mguu. Ukigeuza pande hii yeye anakula. Muulize mwenzako anakula nyama choma. Na unaweka kachumbari kwa umbali.
Ni tamu. Umekatazwa na daktari? Amwongei, ulikatazwa? Bwana Yesu asifiwe. Mambo imegeuka. Lakini Yesu akawaambia hiyo mambo umesikia imetimia. Imefanya nini? Imefanya nini? Ambia mwenzako nenda ile baraka Mungu alikuwekea itimie. Mwambie tena. Mwambie tena. Shetani aipike. Tupie Yesu makofi. Bwana Yesu ainuliwe. Kwa hivyo Yesu mwenyewe hakusema kwake anataka ufalme, lakini ni vile alijua kumngojea Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na hata hivyo alimngojea Mungu akijua ya kwamba uongozi utakuja kwa kijana mkubwa. Ilikuja kwa mkubwa? Ilikuja kwa wapili? Kwa watatu? Paka 7? Uliza mwenzako, wewe ndio mkubwa kwenu? Anaitika ama anasikia njaa? Bwana Yesu asifiwe. Sasa ukiona mtu mdogo kwenu ako na mali, usimwekee fitina. Ni Mungu amepanga mambo mengine. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu ainuliwe. Esau na Yakobo, nani alikuwa mkubwa? Esau. Lakini tukaona baraka ilienda kwa mkubwa ama kwa mdogo. Kwa hivyo kama wewe ni mkubwa kwenu ujipange. Hii kitu ilipigwa zamani. Sasa ukitaka kufaulu imekugonga, kwani wewe ndio mkubwa kwenu? Hebu nione wale wakubwa. Kumbe ni wengi. Inua tena ni waona. Mnaonaje? Hiyo neno ni kweli? Utakuta kitinda mimba ndiye anakuambia niosee gari. Unashindwa. Mtoto ni muosee mtoto gari. Kama ako na neema utaosa tu. Ndiye akupee 200, utafanya nini? Kama huna. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sasa usivunjike moyo, wacha ni kwa advice. Unaweza ifuta tena. Ambia mwenzako unaweza ifuta tena. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza enda demand kwa Mungu, mwambie hii tabia si bure. Unafikiri ni bure? Bure uweze kupata, utakuwa tu unasema haleluya mwaka ikwisha. Na hii haleluya ni mzuri, imeandikwa. Lakini soma vizuri. Sasa utasema haleluya, Bwana Yesu asifiwe, yote nakubalika. Utakauka mwaka mzima. Hosea inasema my people perish because of lack of knowledge. Sasa wewe unajua hii kitu imeandikwa vizuri. Isaka akamwambia Esau, nenda uniletee vinono. Kiteli? Alisema kiteli? Nenda uniletee vinono, kitu tamu nikule, nikutamukie baraka. Haleluya. Soso yako ukienda kumuona, soso ukienda kumuona, unaenda hivi mikono kafu. Hata kama ana macho atakufanyia hivi. Na ana macho. Ukimpea 100 anagusa anasema, "Mjukuu, hii ni so." Unashindwa so. Anajua so. Na aoni. Akigusa anakuambia hii ni ngiri. Ni 1000 hii. Na aoni, ana macho. Pesa. Mtu asikwambie pesa ni shetani. Pengine wewe utumie vibaya. Lakini kwangu nasema pesa ni baraka. Bwana Yesu ainuliwe. Unajua bila pesa utataruliwa wewe. Lakini ukitembea na 100, 200, 1000, hata kwa bahati mbaya ukikanyaga ndisi ya wenyewe unamwambia, "Wacha kupiga kelele. Mimi ni mdosi na esa lipa." Na unajua una kitu vizuri, lakini unajua bei ya ndizi sio bei kali. Mwambie mimi nimeokoka na Mungu amenibariki. Ndizi hii ni pesa ngapi? Wacha kupiga watu kelele. Hata kama ilipasuka 5 unamwachia, sio unamwambia tena kuna kitu unaweza sema, ubarikiwe, unaenda. Lakini kama una 100 wewe, kutaendaje? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu ainuliwe. Kwa hivyo baraka hiyo ukihitaji,
Isaka kwa nini? Kwani Isaka alikuwa anahisi njaa? Kwa nini alimchagua akamwambia ni wewe, nenda unitafutie kitu nikule, nisibe, nikutamkie baraka. Waulize hapa wale wanatoanga fungo na shukrani na dhabihu, wewe waulize. Dada huyu amesema leo amepea manager, amepea bure. Si mara mingi hapa nikiwaitisha mafuta naenda anaenda analeta. Alafu na ni mimi nikainua mkono nikasema wale mmenunua mafuta, enda mbarikiwe. Wewe endelea kukauka tu. Mkono mtupu, Waswahili wa zamani walisema aurambwe. Wewe ngojea baraka tu utaionea viu sasa. Sio mimi hapa lakini ni maandiko. Bwana Yesu asifiwe. Hata hii mafuta hii, wewe ulinunua lini? Useme hata mimi nimenunua hiyo leo. Wengine hawana, sawa mimi nimebarikiwa. Sababu mifuko na vidole havitosani. Wewe wakati umepata nunua. Pia tuombee mwingine naye abarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kwa sababu Yakobo kalipenda jikoni, mama yake akajua sasa Yakobo hatapata baraka. Ni Esau na hakupenda Esau. Akasema sasa tupanye mpango. Ndio unaona mzee usilale sana kwa class. Unajua sasa serikali inaweza penduliwa na mama jikoni. Unanielewa? Mambo iligeuzwa kitambo Esau arudi, alikuta Yakobo amesabarikiwa. Akajitetea akasema baba, naomba ukubakiza hata kidogo. Kamwambia niko na fimbo. Chukua fimbo sasa. Ndio naona inasemekana wasaliwa wa kwanza waheshimiwe. Ni sawa. Wapi pesa? Hiyo ni kweli. Soma maandiko vizuri. Ni sawa, maandiko yanasema wasaliwa wa kwanza ni wa nani? Ni wa Mungu, waheshimiwe. Lakini baraka yao iliibwa. Wewe utaongoza watu na una kitu, watakuheshimu. Bwana Yesu asifiwe. Aliye na macho aambiwe tazama. Aliye na masikio aambiwe sikia. Enda ufanye your own research. Utaona kitu nimekuambia ni kweli. Utakuta unataka kuinuka, unarudishwa chini. Kwa sababu iliibwa na wewe hujajua njia ya kuirudisha. Mwambie Mungu, wewe ndio umesema msaliwa wa kwanza ni mtu wa baraka, wewe unapendezwa na msaliwa wa kwanza. Lakini wapi baraka yake? Na kutolea idhabihu unirejesee chochote nilinyang'anywa. Haleluya. Lakini sasa wachungaji wakihubiri hivyo unafikiri wanataka sadaka, lakini mimi niko tofauti, maana nimekusomea kwa roho ya unabii na maandiko. Ukitaka kubarikiwa hata upige kelele namna gani, that is the only way to go. Kama unataka kuchukua hizo baraka sikuje kwako, hiyo ndio njia. Otherwise utakuta kuanzia namba 2 kuteremka kwako na kila kitu. Utafanya nini? Pole kwa wale msaliwa wa kwanza, sio kupenda, ni maandiko. Lakini sasa nafikiri tumeelewana. Maana ni neno. Ambia mwenzako ni neno. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu ainuliwe. Kwa hivyo hapa maandiko imesema akawaambia huko Sidoni mjane alikumbukwa. Na wewe uliyesaulika Mungu akukumbuke. Ambia mwenzako Mungu na akukumbuke. Mwambie mahali ulisaulika Mungu akukumbuke. Usikufe kwa ajili ya njaa. Mwambie kuanzia leo ukule vinono. Ukule nyama choma hata daktari kama alikataa. Mwambie vizuri ukule nyama choma. Ukule vinono vya nchi. Na Mungu akuinue. Mwambie kama wewe ni mgonjwa upone. Maana Naamani alipona, alionekaniwa. Amen. Tupie Yesu makofi. Haleluya. Ati waliofungwa wafunguliwe. Si maandiko yamesema hivyo? Waliofungwa mahali umefungwa ufunguliwe. Hata kama umefungwa na murogi, nimesema katika jina la Yesu ufunguliwe. Biashara yako ifunguliwe. Ndoa yako ifunguliwe katika jina la Yesu. Hii imeingia. Ambia mwenzako hiyo ni yako. Itakupata mbele. Amen. Bwana Yesu ainuliwe. Bwana Yesu apewe sifa.
ati ametumwa kuwaganga, kuwafungua, kuwatangazia mwaka wa Bwana uliokubali. Wakati Shetani alisikia hivyo akakasirika. Akaanza kusema huyu ni mtoto wa nani? Wa Yusufu, hapa chini tunamuelewa. Bwana Yesu asifiwe. Ndio mnaona ukinunua kaploti mbali na kwenu unabarikiwa. Ukifanya biashara mbali na kwenu unabarikiwa. Hiyo ni ukweli. Lakini ukifanya biashara karibu na nyumbani, kila mtu anakujua na kuja na kusalimia na kuambia tutaonana jioni, anabeba sukari. Tutaonana jioni, anabeba mkate. Sasa jioni ukipiga mahesabu ingiani, mwingine ango alichukua umesahau. Biashara inaisha. Mwingine anakuja anasinda hapo, kumbe anatuma roho mbaya sababu ya wifu. Lakini kule mbele utabarikiwa. Bwana Yesu ainuliwe. Unajua kuna mtoto anaweza somea karibu na nyumbani wewe anguke mtihani. Unajui hivyo? Lakini akitoka kidogo unasikia anatangaza paka kwa redio, ndiye alifanya vizuri. Na wewe si ufanye vizuri hapa town. Mungu akuinue. Hapa sasa ndio Sindoni ya leo. Hapa ndio Israeli ya leo. Na tunataka pia sisi Mungu atuonekanie. Mwambie hapa ndio Sindoni ya leo. Ambia mwenzako vizuri, hapa ndio Sindoni ya leo. Hapa ndio Israeli ya leo. Chochote Shetani alifunga, Mungu amesema ifunguliwe. Mwambie vizuri, sio sini amesema wewe. Mwambie Mungu amesema ifunguliwe. Chochote walifunga mbele yako ifunguliwe kuanzia leo. Katika jina la Yesu. Ndoa ifunguliwe, biashara ifunguliwe, kila kitu ifunguliwe. Na mahali walikufunga ukonde, nimekutabiria unone. Wewe unataka kunaona kwani unataka kufanya slim possible? Hebu niona wale wanataka kunaona lakini. Kumbe ni wengi. Okay. Hebu niona tena. Hiyo ni Mungu ameleta hivyo na mnaona katika jina la Yesu. Afya njema inaruhusiwa kwetu, si ndio? Katika jina la Yesu Kristo. Mwambie mwenzako hapa njenga tutabarikiwa. Si maandiko imesema akarudi mahali alilele? Sisi pia si tumelelewa hapa kiroho. Tuinuliwe hapa. Katika jina la Yesu. Tuinuliwe hapa. Tuinuliwe hapa. Tutapita katikati ya wachawi. Tutapita katikati ya presa. Katikati ya sukari. Katikati ya umasikini. Katikati ya shida. Na tutaendelea mbele. Katika jina la Yesu. Yesu alishinda na sisi ni washindi. Yesu alishinda na sisi tutashinda. Si maandiko yamesema alipita katikati. Sisi pia tupite kando. Tunapita katikati ya wachawi. Katikati ya waganga. Katika jina la Yesu. Usione hiyo kibao alafu unashinda. Ukiona kibao ya mganga. Lakini sitaki useme hivyo kama hujajiamini. Unajua mganga akija kuweka ile kibao anafanya ukarabati yake. Sasa na wewe ukipita kama hujajiamini usiseme mganga ashinde. Wewe naweza paki hapo. Lakini kama umejiamini unaipoint unasema kuanzia leo hii kazi ya mganga hii na hakuna kitu inafanyika na unaenda moto wa Bwana unapaki pale. Kwa sababu umeamini. Kwa sababu umefanya nini? Kwa sababu umefanya nini? Sasa kuna wengine wacha niwaambie nikimalizia. Kuna wengine hawajabarikiwa kwa sababu hawajui kutafuta hizo baraka. Hawajui kabisa kutafuta hizo baraka. Maandiko yamesema mama mchana wa Sindoni alikumbukwa kwa sababu gani? Kuna kitu kizuri alifanya. Yeye alikaa akijiheshimu kama mama mchane. Ukisoma maandiko inasema kitabu cha Wafalme kuhusu huyu Naamani, watu walimpenda wa Israeli. Walipenda nani? Naamani kwa sababu ya uongozi mzuri. Ndiposa wakati alisikwa na ugonjwa wa ukoma, Nabii Elisa akatumana kwake amuombee. Kwa sababu alipendwa na watu na akapendwa na Mungu kwa sababu ya uongozi mzuri.
kwa sababu ya uongozi mzuri. Kwa hivyo kuna watu hawajui kukaa na watu. Ameharibu CV kila mahali, ameharibu. Nani atakutetea? Kuna wengine ni werefu. Hata kama mkubwa kazini atamuita, anamwambia nilikuwa nakusalimia tu mkubwa, huko salama. Nikinunulia wewe hata kama ni soda ya 100, hata kama maisha ni ngumu, naomba kwa heshima upokee. Lakini usiche ukaenda kwa supervisor wala wakubwa walisimama hapa asubuhi. Usikubali mtu amjawahi kuonana wakati kimeumana ndiye anakuja anasema unanikumbuka mimi niko department fulani. Mwambie wa department hiyo aenda akushughulikie. Baraka ni wewe utatafuta. Usidanganywe na mtu. Bwana Yesu asifiwe. Yule ambaye yeye ni wa kushughulikia hata hii kanisa, hata kwa usafi tu, akiwa na shida atamwambia Mungu nikumbuke, maana mimi naosha kanisa. Isaya 38 anasema wakati nabii alitumwa na Mungu amwambie Ezekieli, ugonjwa huu si wa kupona, ni wa kufa. Ezekieli alikubali kufa? Alikataa. Akasema mimi ni mwaminifu katika nyumba yako. Na akaomba, akalia machozi ikatoka. Wacha hii maombi unaomba kama unabahatiza. Ukisikia mwingine roho amesuka, pengine kiti inaanguka, unasema next inaweza kuwa ni mimi sasa nasimamisha maombi, ni kubaya. Utapalikiwa lini? Wewe ni mmoja wao. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu ainuliwe. Kwa hivyo yeye akaomba na pia akatumwa mara ya pili. Na nimeomba katika jina la Yesu leo hapa, Mungu atumane mara. Mungu atumane mara. Mahali ulifungwa ndio ufunguliwe. Bwana Yesu ainuliwe. Kwa hivyo Mungu huwa anatumana. Anaongoza mitume na manabii, pelekeni habari njema. Kwa hivyo wewe ukiwa umeharibu kila mahali, alafu mambo ikiharibika ndio unaendea manager, ndio unaendea HR, hujawahi kumwendea hata umsalimie, hata hujawahi kupita kando tu ujifanye tu umsalimie, utengeneze urafiki. Lakini mambo ikiharibika ndio unaenda kujieleza. Sasa kama ungetengeneza urafiki mapema, hapo ungesema mkubwa, leo niko na shida, nimeinukiwa na sina makosa. Unaweza tetewa. Lakini hapa nyumba umeharibu. Sasa hii kipindi kitambo huyo akutetea lazima anza kufuata kama umekosewa kwa hiyo department. Unaona ni long process. Lakini kama ungefuata mapema, anasema hiyo nimesikia, rudi kwa kazi yako, nitafanya nini? Nitashughulikia. Hivyo ndivyo Mungu pia anashughulika. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo ndivyo Mungu pia anashughulika. Bwana Yesu ainuliwe. Wakati baba yangu wa kiroho alinitabiri, aliniambia kule mbele utakuja kutumaniwa na nabii na atakupaka mafuta ya kuwa askofu mkuu. Hii ilikuwa miaka ya kitambo sana. Miaka mingi mimi nimehubiri na tai. Sikuwa nafaa kora. Mnanijua tu. Nilikuwa nangojea Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Paka vile Mungu alitumana mwenye. Lakini huwezi kunidanganya umeokoka leo. Nataka uwe reverend leo. Uwe askofu leo. Unaonaje? Uwe senior leo. Ni ngumu. Utaharibu kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie mwenzako wewe enda pole pole. Mwambie enda pole pole. Mungu anakujua. Bwana Yesu asifiwe. Si mnaona hata Yesu alienda pole pole na akamwambia soma maandiko. Aliposoma akasema hiyo maandiko imetimia. Wakakwazika sana. Mungu alimuandaa, akamjaza roho, akamtrain kiroho. Alikuwa na theology ya mbinguni, sio makaratasi. Ndio maana hawakumshinda rais. Akapita katikati, hawakujua ametoka kwao. Walikuwa wanatapatapa hivi, wakifikiria ako hapa, lakini hata wewe watatapatapa hivyo hawatakuona. Katika jina la Yesu. Wakatakutafuta kila mahali kutaribu kusima hiyo nyota, haitasimika. Ambia mwenzako nyota yako haitasimika. Mwambie tena haitasimika. Sio mwambie tena haitasimika. Mwambie nyota yako haitasimika. Mwambie kama waliipiga vita itasimama tena. Mwambie itasimama tena. Mwambie vizuri itasimama tena. Mwambie vizuri itasimama tena.
katika jina la Yesu itasimama. Ni wangapi wanaamini nyota yao inaenda kufunguka na watasimama tena? Amen. Bwana Yesu ainuliwe. Bwana Yesu apewe sifa. Siku zile Roho alisema wale watu 38 watainuliwa, sio kule nje, hapa katika nabii. Lakini kuna vitu Mungu anaangalia ndio inue mtu. Kuna vitu, kuna tabia Mungu anaangalia. Aone huyu mtu ako na tabia gani? Anatusi watu kwa plot. Ukisoma maandiko yanasema mtu mwenye hasira nyingi asipewe uongozi. Kwa maana atakasirika uwe ama atoe amri bila kufikiria, kwa maana ni mtu ako quick tempered. Bwana Yesu asifiwe. Kitambo kiongozi alipuke, hiyo ni kuonyesha umekosa kupita kiasi. Sasa hapa lazima ukemewe vile maandiko yanasema. So number 1 ndio Mungu akubariki, anataka aone uko na uhusiano gani na yeye kwa njia ya wokovu. That's number 1. Uko na uhusiano gani, karibu gani na yeye kwa njia ya wokovu. Katika hii wokovu unatenda nini? Hiyo ndio matendo. Na matendo iko kwa Biblia. Inaitangwa matendo ya mitume. Pia iko. Ukitaka kujua hiyo matendo ninawahubiria habari yake, iko katika Matendo ya Mitume sura ya 5. Inahusu Anania na Safira. Hawa walidanganyana nyumbani, lakini kanisani walisema tukibarikiwa tutauza samba tulete vyote kwa kazi ya Mungu. Lakini walipouza walileta hivyo, walikata nusu, wakaagiri hii ni pake nyumbani. But the first agreement ilikuwa ikiuzwa iletwe mbele ya mitume. Petro akauliza, hii ndio yote? Akaanguka chini akakufa. Wa pili naye akaulizwa, akasema hii ndio yote? Naye akaitika. Uongo. So mahali watu wawili wamepatana kwa uongo na ni wa Kristo, hawatakombolewa. Kubarikiwa ni ngumu, kwa sababu hata wewe ni muongo. Unaona, unaweza ambia udanganye Mungu, nikibarikiwa nitaleta fungo. Ulileta? Na ulibarikiwa ulileta? Unaona wamenyamaza. Tom, unaonaje? Walileta? Si wamenyamaza? Sasa utabarikiwa aje? Kwa wale wamesimama hapa waulize, utakuta wamefuata hizo steps, wamefuata. Niliwaambia siku moja hapa, kuna kijana niliombea pale, na akaniambia sasa, nimesikia umefundisha vizuri. Nasikianga kuna Illuminati sura, kuna mambo mengi. Hiyo kipindi ilikuwa 844 system, ndiye alikuwa amefanya class 8 na amepita, anaenda national school. Kaniambia ile maombi ulikuwa unaniambia niombe nikiwa primary, sasa naenda high school, hii ni anata level. Kuna kugeuza maombi. Mtoto aliniuliza hivi, nikamwambia sababu hii ni high school, tutaomba tena Mungu aonyeshe utakuwa unaomba maombi gani mpaka umalize form 4. Nikampa maombi tena, wakati already anakuja mwenyewe tunaomba na yeye. Bwana Yesu asifiwe. Alipopita kwenda university akiwa na grade ya B+, akaja akaniambia, sasa ndoto yangu mimi inaniambia nienda kusoma ng'ambo, lakini kabla sijaambia wazazi, nataka tuombe ile maombi yetu. Can you imagine? Nataka kwanza tuombe ile maombi yetu ndio niende niongee na wazazi. Tukaomba, nikamwambia sasa ongea na wao urudi. Alipoenda akaongea na wao, akasema hii maombi ni mzuri, naona imenitoa mbali, imenifikisha mahali na inanipeleka mbali. Mtoto mwanafunzi kaniambia wazazi walikubali, wakasema hakuna problem. Sasa ako Amerika kule Chicago, na anafuatilia maombi hata saa hii. Unaonaje mtoto? Sababu kila step alikuwa ananiambia, sasa hii step tukisonga, ulifundishwa ukasema hata Ayubu alikuwa anatolea watoto wake. Nikienda niambie Mateo anipe kitu, tusimame na hii maombi kama dhabihu. Unaonaje? Mwambie ni sawa. Sasa tulifanya hivyo. Primary, high school, hata akienda ng'ambo, hata akienda kuchukua passport, ni mwerevu sana. Alifuata mpaka mwisho. Sasa wewe unafuata mara moja unachoka, lakini sio kuchoka, ni kuona ni hasara, si ndio? Ni kuona ni hasara.
wewe ona ni hasara, lakini ujue miaka inaenda, utakwama. Lakini ukitaka vizuri, nimekuambia hivyo ndivyo njia unataka ufanye. Na ukiona unataka kuelewa zaidi, enda usome Ayubu sura ya 1, ya 2, ya 3 mpaka 10. Uruke hapo uende Ayubu 42. Uone vile Ayubu alimaliza. Baada ya mateso na kukataliwa na vita mingi, hakuchoka. Alishinda vita kwa kujua kuenda mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa wengine ndio wenyewe wamejifungia baraka. Mimi nikikuambia hapa, hakuna mrogi atasimama kwako. Hiyo nakuambia hawezi kusimama. Sasa vitu zingine usiwe unasema mrogi asindwe. Si useme mbona mmenyamaza? Sasa iko laini ya mrogi asindwe. Hiyo iko laini ya devil worshiper washindwe. Iko grupu ingine ya waganga washindwe. Na iko grupu ingine ya umaskini ishindwe. Amen. Na iko grupu ingine yako sasa. Utasema wewe mwenyewe ushindwe wewe. Inawezekana? Sasa ni wewe utubu na umwambie Mungu, yale niliahidi sikutenda, unisamehe. Mimi ni senior bishop. Nikitaka nibarikiwe natoa, ndio nipokea hizo baraka. Nikitaka watoto wangu wabarikiwe na watolea, ndio wapate hiyo baraka. Mnanielewa? Lakini wewe soma Mwanzo, soma Wafalme, soma Suleiman alipojenga nyumba ya Mungu, aliitolea ndio ile nguvu isuke. Aliitolea. Na iliposuka tena akasonga akasema, akaita wafanyikazi wote wakafanya karamu, sherehe ya kushukuru sababu wameona nani? Mungu. Sasa wewe umetabiriwa baraka. Hata huku ende ufanye kitu unaona ni kawaida. Kwani mko wangapi hapa? Si mko wengi? Alafu unaona roho anainuka tu kwa mmoja anasema wewe ni mbarikiwa. Wewe ni mbarikiwa. Unaona ni kawaida, unaenda nyumbani unalala. Vile nimekutaachia baraka, shetani kameamuka. Oh. Ni huyu we. Ukiona hata mwanamke msijana ameolewa kwa boma, ameanza kupigwa vita, huyo ndiye anafaa akae. Kwa sababu amekuja na maono. Walitaka mjinga mwenye ataingia kwa vitina kwa boksi yao. Sasa vile haikuwezekana wanasema ni mbaya. Tupile tumemuona huyu ni mrogi. Mara wanaanza kusema hii kijana ameoa mara 7, wewe ni wa 8 utakaa. Na ni uongo. Ni kutaka aende kwa sababu amekuja kuinua ile familia. Lakini mahali umepigwa vita, kaa hapo. Tutaomba mpaka hiyo vita isimame. Hata hiyo kazi wanakupiga vita, baraka yako iko hapo, usitoke. Hiyo biashara wanakupiga vita, tutaomba mikutano ya giza wanafanyia hapo, Mungu awatatanishe, wasunguke wapate. Ukipata rafiki yako usisirai, useme Mungu nifanyaje ni rafiki. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu inuliwe. Bwana Yesu apewe sifa. Uwezi ukafaulu. Daudi akahesabu Waisraeli kinyume, sika neno hili, kinyume na mapenzi ya Mungu, na pia akatumwa akamwambia umekosa. Chagua watu waanguke, njaa ikuje, usindwe vita, utachagua nini? Kasema amechagua magonjwa. Biblia inasema ugonjwa ulikuja kaangusa watu kweli kweli. Akaomba msamaha, akaambiwa hiyo msamaha peke yake haitoshi. Utaenda umchengee Mungu madhabahu. Tena kwa kiwanja cha mtu anaitwa Arauna. Sio mahali popote utaamka uende kujenga kanisa. Tachiongereza hapo. Bwana Yesu asifiwe. Alipoenda kama mfalme Daudi kwa ile samba ya Arauna, Arauna alipomuona alimwambia, "Mfalme, umekuja kwa amani?" Kasema, "Nimekuja kwa amani. Nataka sehemu nimchengee Mungu madhabahu ili tauni, yaani magonjwa isimame katika nchi ya Israeli." Na Arauna akamwambia, "Nakupea for free." Alikataa. Kamwambia, "Nikichenga mahali ambao sichagharamika, ile magonjwa iwezi kasimama."
Haleluya. Lazima nitoe sekeli. Lazima ninunue kwa gharama. Kwa gharama. Kuna kazi zingine ziko na vita, watu hawataki kutoa. Wanafikiri wachungaji kanisani wanataka pesa. Wacha nikuambie, unajipoteza. Soma Malaki sura ya 3. Unajipoteza mwenyewe. Ndio maana waliambiwa Sidoni wamekumbukwa. Walichua kwenda mbele za Bwana. Haleluya. Ndio maana waliambiwa Naaman alikumbukwa. Alichua kukumbuka wanyonge na kuongoza watu vizuri. Mungu akafurahi. Bwana Yesu ainuliwe. Sasa kuna vita ingine mtu amejiwekea mwenyewe. Haiwezi kusimama. Kuna wengine hapa wangekuwa managers wengi, lakini hata kutoa ni shida, hata kusaidia maskini ni shida, hata kulipa nyumba mahali anakaa, anajifanya amelala, anaambia watoto, ambia yake hataka nilienda majuu. Majuu wewe ulienda majuu wapi? Hata passport hauna. Ulienda majuu wapi? Mungu akiona hiyo, anaachilia vita. Alafu unaanza kusema senior, nikupaya kasini. Vita ingine ni yako wewe mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema katika kitabu cha Mambo ya Walawi, kuna sadaka ya amani. Ndio kasini kuwe na amani. Amen. Ndio ubarikiwe. Kuna sadaka unaweza toa magonjwa iende. Kwani wale walikuroga walienda kwa waganga? Jana niliongea na mwingine akaniambia ameletea bwana yake ile inaita kababa. Mama ni nyamanza. 15,000. Unajuaje kama huyu mzee akikunywa ataanza kukaa hivi kuuliza mzee, morning. Anasema good evening. We ni morning. Sasa hii nyamanza inafanya kazi the other way round, opposite. Nikamuuliza unaenda kanisa? Mnafundishwa hivyo? Hapana. Chunga kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kama mganga amekula 15,000, sasa hapo utaleta 100 useme ibarikiwe. Ni maandiko, sio mimi, ni maandiko. Na chenye imekuuma lakini waje ikuume ndio ubarikiwe. Ambia mwenzako waje ikuume ndio ubarikiwe. Sio mwambie tena. Kuna mambo makubwa Mungu ameweka. Lakini watu hawataki kufuata hiyo njia. Wanasema tuombe. Nataka nikukuombea mapepo iende, roho ingie. Nataka nikukuombea umaskini iende, utajiri uingie. Na Mungu akuonekanie katika jina la Yesu. Na wewe uende ujifundishe kwenda mbele za Bwana. Namwambia Bwana, nimekuja leo unikumbuke. Bwana Yesu asifiwe. Nimekuja leo. Nimekuja leo. Yes. Kuna vita zingine. Unaona kama pale kasini. Mara mingi leta alikuwa ananiambia kuna vio usitoke, usiajirie. Hapo iko baraka. Nasema wamenipiga vita sana. Kaa hapo. Nilimwambia kaa hapo. Ngoja niongeze maombi. Na unajua sasa tena wamepanga. Naona hiyo laptop ya ofisi hapo. Tena wamepanga wakuja waleta maneno, wakoroge, waweke vikaseme ni hiyo new manager sio sisi. Mafuta yale nitaomba haya hapa. Mwenye kuleta hiyo vitu atafutwa. Unajua Mungu anakuletea ufunuo anapoona umejipanga vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Wewe walikupea kitu unasimamia? Walikupea? Wakikupea ingine? Lakini ule mama hataki upate ingine. Nitaomba hapa aondolewe huyo mama hapa. Katika jina la Yesu. Unajua sitaki niseme ni mama gani. Unajua mnanisungusanga sema. Ni Gladys. Unanaje ni Jenny. Sasa nikisema kwa sababu wewe uko katika roho, wewe ni mtu mkafu. Unaenda unauliza kwa hiyo hadi kwa mnauza panga. Ile mnono inasimama hivi. Iko fundi wa kunoa. Alafu naenda unagonga mtu unasema, wewe nilitapiliwa wewe ndio umenisumbua sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu ainuliwe. Ni neema ya Mungu na inapenda kusunguka na kupata wale wameamini ili wainuliwe waenda hatua nyingine katika jina la Yesu. Sema wainuliwe. Sema tena wainuliwe.
waenda hatua ingine. Karo, kuna kitu unasimamia huko kazini? Kwa anaongea na wewe. Iko kitu unasimamia huko? Anasemaje? Wewe ni mkubwa huko. Mungu analeta ingine. Lakini sasa kwako kidogo iko itirafu. Unaona hiyo unapewa itakuwa kubwa zaidi, na saa nyingine itakuchanganya wewe kukumbuka kanisa hii. Hiyo take it from here. Tuombe hapa saa hii. Usikubali kuenda na hiyo roho. Mwambie Mungu, ukiniinua unisaidie nisisahau kanisa lako. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndio peke yake itakusaidia na neema ya Mungu itakutosha. Tuseme amen. Kwa hivyo maandiko imesema wakati waliamini, maisha yao yalibadilika. Walifunguliwa. Waliona neema na baraka katika jina la Yesu. Bwana Yesu ainuliwe. Nataka nikuombee. Upite katikati ya ajali. Upite katikati ya magonjwa. Upite katikati ya wenye vitina. Upite katikati ya vifungo. Na Mungu akufungue uende mbali katika jina la Yesu. Mungu akufungue na uende mbali. Kuna wengine roho anapita pita hivi sababu hapa wako na alama ya vitina. Kwa nini unakubali hiyo roho? Si mtu akija na vitina mwambie ushindwe. Akiongea vitina nyingine sana mwambie tena nimesema ushindwe. Mmenielewa? Sofia, kuna siku gari ya serikali chike itasimama, ako hapa huyu Sofia, itasimama kwa boma yako. Na hiyo itakuwa imebeba mtoto wako mkubwa wa serikali. Umenielewa? Imeandikwa chike. Iko siku zinakuja itasimama huko. Hata wachawi wafanye nini itasimama. Enda leo uandike chini. Siku hiyo ukiona anaingizwa burado ya serikali, ukumbuke unabii huu katika jina la Yesu. Na mwenye kupinga hiyo akufe mapema. Bwana Yesu asifiwe. Kuna baraka nyingi tumewekewa mbele, lakini kuna vizuizi. Hiyo vizuizi ndio tunataka tuombe iondolewe. Na Yesu atawale na atende mambo makubwa, kwa sababu Mungu ni mwenye rehema na ni mwenye huruma. Anasema ya kwamba muniite na muamini, niko na uwezo na mamlaka ya kutengeneza njia mara pasipo na njia. Wala waliamini walibarikiwa na wakainuliwa. Niliombea mmoja akaamini, alipofika Amerika, hata mzungu wako kuona huyu ni mweusi, alimwambia na kuingiza kwa strong room. Strong room ni mahali wanaweka vitu tunaita seal ya vitu hiyo kampuni ilikuwa inatengeneza. Kamwambia hii ni siri ya kampuni, siri. Lakini wewe hii ikiwekwa inakuwa. Sasa wale watu wa mdomo wakiwekwa kwa seal ya serikali, kwa seal ya kampuni, hii maneno itatoka. Hata itawajwa ipoe kweli. Bwana Yesu asifiwe. Lakini yule akaambiwa umewekwa kwa hii mamlaka, kwa sababu alitoka hapa na mafuta. Sasa wengine walikuwa wanamuuliza, wewe ulipokuja hapa Amerika, sisi tumekaa hapa, wewe umekuja juzi. Ulipita huko Kitui ukakuja na kijiti. Na sijui Kitui kwa nini wanaitacha tacha. Akamwambia mimi nilikuja na mafuta ya upako kutoka Kenya. Mimi naamini katika Kristo. Wakati alinipigia simu nikamwambia watu kama hao, fanya kazi siku kidogo jipange, waache enda kwako. Biblia inasema jitenge na wao na utoke kati yao. Ubarikiwe, asema Bwana. Ukiona watu wa vitina saa yote, jitenge na utoke kati yao, asema Bwana. Ndio ubarikiwe. Neema ya Bwana ikutose katika jina la Yesu. Mwambie mwenzako mahali unaenda ubarikiwe. Mwambie tena mahali unaenda ubarikiwe.
Mungu akukumbuke. Mwambie umaskini ni mbaya. Mwambie tena umaskini ni mbaya. Tunaomba Mungu akuinue. Mwambie vizuri, kimaendeleo inuliwe, kibaraka ubarikiwe, uwe mtu wa baraka tele. Utakuja hapa kama uko na kura dola. Hebu nione wala hata uwe na milioni 10 hata 20. Imagine 20 milioni kwa akaunti yako. Utakumbuka kuna nabii kwa kijiji hapa Mukuru kwa Njenga hapa Vietnam. Aya, mzee unawaona vizuri 20 milioni. Watakumbuka hapa kweli? Watanunua hata carpet na ile mzee. Kama saa hiyo nunui sota wewe, utanunua hii. Sema Mungu akusaidie. Mumeinua mkono mzuri. Nisema kitu ama niwache? Sema. Si mnajua najua kusema? Najua sana hiyo. Hiyo kabilo ndio nilipewa ya kusema. Na kupima kama iko kona, ikatu irekebishwe. Lakini nawaombea imani yenu isipungue. Hiyo ndio neno la mwisho. Wakati Mungu amekupa hiyo neema, mwambie Mungu, vile umenibariki hivi, unisaidie nisikusahau. Maana maandiko yanasema ukikula, ukisiba, usimsahau Mungu. Usimsahau nani? Usimsahau nani? Muulize mwenzako, wewe uko tayari uombewe? Muulize kama ile neema ikikuja utasika kiti ama utajikasa Mungu akusaidie. Huyu atajikasa kweli ama atajificha nyuma ya wengine? Tusimame mbele za Bwana, maana ile neema inatosha, iko katikati yetu. Waliofungwa wasione mema, wapate kuyaona mema katika jina la Yesu. Nakushukuru Baba, maana siku zote wewe ni mwema. Umejaa rehema, umejaa neema. Maandiko yanasema ulimtuma mwanao ili kuangazia na kuwafungua waliofungwa, kwa sababu wewe ni Mungu. Kama vile ulikumbuka yule mama wa Sidoni mchane, naamini leo kuna mmoja, wawili, watano wale wameamini, utaenda kukumbuka hata kanisa lako. Kama vile ulimkumbuka Naamani katika mji wa Israeli, ninaamini na leo kuna yule ataponywa kama vile uliponya Naamani, kwa sababu yeye ni Mungu. Baba, umejaa rehema na umejaa neema. Tumekuja tubarikiwe, tufunguliwe, tuone wema na mkono wako, kwa sababu yeye ni Mungu. Najua nyota zinapochibuka kuna roho zinapinga. Najua watoto wanapofanya vizuri kuna roho zinapinga. Najua wakati biashara wameuza vizuri kuna roho zinataka kuwasusa. Lakini najua wewe ni mwaminifu. Utawainua tena, watasimama tena, watabarikiwa tena katika jina la Yesu. Mungu mwenye rehema na mwenye huruma, mahali wamekosea njia, wasamehe Baba, wasamehe Kristo. Wale wameenda nje ya neno lako, wasamehe Mungu wa rehema, katika jina la Yesu. Naomba Baba wasamehe. Wale walifungwa wateseke, Baba wasamehe na wafungue. Waondoe mateso katika jina la Yesu. Waondoe madeni katika jina la Yesu. Waondoe vita katika jina la Yesu. Uwasike mkono Baba. Rotorobosika radora dai. Nenge Yesu ribagantarabosaya. Wakuabudiwa ni wewe, wakuinuliwa ni wewe. Mwenye neema zote ni wewe. Mwenye nguvu na mwenye mamlaka yote ni wewe. Umejaa rehema na neema. Wale waliojifunga wenyewe, vile umenionyesha katika roho, Baba Mungu wa Israeli, uwasamehe na uwafungue, wapate kujua kuyatenda mapenzi yako, ili pia nao wabarikiwe. Wewe ndio Mungu uliyesema kwamba katika nabii umechagua wale watabarikiwa sana. 38 38 38 38
38 Jehova, 38 Rabi. Najua Shetani hapendi tukibarikiwa, lakini wakati umesema lazima tutabarikiwa, lazima tutabarikiwa. Kwa hao 38 usitupite Baba. Lotorobo sikaradora dai nenge Yesu ribagantarabosaya. Mungu mwenye rehema na neema, kuna wengine unataka mwenyewe wawe managers, wawe HR, wawe supervisors, baratarabosikaradai, lakini Shetani amefunga njia, amefunga njia katika jina la Yesu. Hiyo roho inapinga wasiinuliwe, na ikemee ishindwe, na ikemee ishindwe, na ikemee ishindwe. Kataa hiyo roho inapinga kuinuliwa kwako. Mwambie Mungu umekataa katika jina la Yesu. Roho ambaye inapinga kuinuliwa, kuongezewa msaada, kuinuliwa kwa biashara, kuwa na afya njema, mwambie Bwana umekataa katika jina la Yesu. Mwambie Bwana Yesu umekataa kila kifungo ya Shetani. Nileterebosika radai, unakataa katika jina la Yesu. Mahali popote umefungwa, naomba Mungu wa mbinguni aliyeziumba mbingu na nchi akufungue, akufungue, akufungue. Sema Bwana unifungue, Mungu wa uzima unifungue, kila kifungo ya Shetani uniondolee, uniondolee. Kifungo ya ndoa uniondolee, kifungo ya baraka uniondolee, kifungo ya uokofu uniondolee. Kila vita ya Shetani naomba uniondolee, unifungue na unitakase katika jina la Yesu. Mahali nilifungwa nisifanye maendeleo, Mungu nifungue, Mungu nifungue katika jina la Yesu. Baratarabosika radora dai. Mungu wa Ibrahimu na Isaka na Yakobo, kila roho za uchawi na uganga na majini na devil ghosting Baba, zinazuia baraka mbele ya watu wako Baba, tunaziondoa katika jina la Yesu, tunazikemea katika jina la Yesu. Sema nakemea katika jina la Yesu, jina la Yesu, katika jina la Yesu. Kila nguvu za uchawi, nguvu za uganga, nguvu za majini, laana za ukoo, tamu mbaya za ukoo na madhabahu ya ukoo, katika jina la Yesu, Shetani ashindwe katika jina la Yesu. Shetani ashindwe tena, Shetani ashindwe, Shetani ashindwe, Shetani ashindwe katika jina la Yesu. Shetani ashindwe. Sema Shetani ashindwe katika jina la Yesu. Shetani ashindwe. Sema kila pepo imejificha kwa mwili wako. Sema kwa mwili wangu, kwa mwili wangu. Ikiwa pepo imejificha kwa miguu, kwa tumbo, ama kwa mgongo, ama kwa akili yangu, Mungu niondolee. Sema tena niondolee, niondolee. Sema niondolee katika jina la Yesu, jina la Yesu, jina la Yesu, katika jina la Yesu. Baratarabosika radora dai. Mungu mwenye rehema na neema, wewe ndio mwenye mamlaka, wewe ndio mwenye nguvu. Maandiko imesema wafunguliwe waliofungwa. Maandiko imesema ukumbuke vile ulikumbuka mama mchane kule katika mji wa Sidoni, yule anasumbuliwa na madeni na njaa. Mungu mkumbuke, Mungu mkumbuke siku ya leo ikuwe yake. Yule amesumbuliwa na magonjwa, maandiko imesema katika Israeli nyakati za Elisa ulikumbuka Naamani ukamponya, 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 ukamponya Baba, ukamponya Jehova. Lutorobosika laboria nenge Yesu ribagantarabosaya. Naita neema ya kuinuliwa, neema ya uponyaji na neema ya kufunguliwa, neema ya uponyaji na neema ya baraka. Watendee wenye imani, naomba watendee, naomba watendee kwa hizo neema tatu. Naomba watendee neema ya kufunguliwa, neema ya baraka, neema ya uponyaji katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Naomba wapokee,
naomba wapokee, naomba wakopokee katika jina la Yesu. Sema jina la Yesu, sema jina la Yesu, sema jina la Yesu, sema katika jina la Yesu. Kila neema yangu iliyofungwa, neema ya baraka, neema ya uponyaji, neema ya kufunguliwa, Mungu niko tayari, naomba nifungue katika jina la Yesu. Naomba nifungue, ndio, naomba nifungue tena 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 tena. Clear license Santa Saidar Kai nenge Yesu ribagantara bosaya bori tarabosikaradai nenge Yesu radin. Mungu mwenye rehema, Mungu mwenye huruma, wewe ndio uliyesema kwa wale 38 ni waba nabii powerful Christian judge bori Saidar Kai. Naomba muinuliwe, naomba muinuliwe katika jina la Yesu. Naomba muinuliwe, naomba kwa ndoa muinuliwe, kwa biashara muinuliwe, kwa kazi ya mikono muinuliwe katika jina la Yesu. Kiroho muinuliwe na mufanikiwe na mubarikiwe, asema Bwana, asema Bwana majeshi, asema Bwana majeshi. La tarabosikaradai, asema Bwana majeshi. Mungu akuinue mahali unafanya kazi, uinuliwe. Yes, uinuliwe mahali unafanya kazi. Neema ya kuinuliwa imesuka huko. Mungu anashughulika. Kila milango iliyofungwa naomba ifunguke sasa, naomba ifunguke sasa. Kila vizuizi iondolewe mbele. Kwa biashara milango mpya ifunguke, milango ya baraka, milango ya baraka. Kila ndoa iliyofungwa la ila gloria ifunguliwe sasa. Neema imetosha, neema ya Bwana Yesu imetawala sasa kote kote. Simba wa Yuda ametawala, anashughulika kufungua neema, neema ya Yesu, neema ya Yesu. Kila sehemu neema, kwa biashara neema, kwa ndoa neema, kwa kazi neema, kwa biashara neema. Ratin pabaribai Santa Rabosaya loila kai nenge Yesu radin. Neema ya Yesu isuke juu ya kila mmoja, ifungue ndoa iliyofungwa, ifungue masomo iliyofungwa, biashara iliyofungwa, kazi iliyofungwa, maendeleo iliyofungwa, yote ifunguliwe, funguliwe, 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 funguliwe jina la Yesu. Ratin clear license Santa Rabosaya Baba regai Jesus regai. Fungua kila neema iliyonaswa na maadui, ifunguliwe, ifunguliwe, asema Bwana. Gabrieli Santa Rabosaya loilagai wainuliwe, wainuliwe, wainuliwe katika jina la Yesu. Ni maandiko imesema Yesu Kristo mwanao alipita katikati ya wale waliopigana na yeye. Sasa kipindi hiki tupitishe kwa maadui, ndio hiyo, tupitishe kwa wachawi, tunapita kwa waganga wote, tunapita sasa kwa wachawi, kwa wenye wifu, kwa wale waliosikiria neema na baraka zetu, tunapita. Mwambie Bwana Yesu, unapita kwa wachawi, unapita kwa waganga, unapita kwa wenye wivu, unapita kwa wenye wivu, unapita kwa Illuminati, unapita. Pita katika jina la Yesu, jina la Yesu, jina la Yesu, jina la Yesu, jina la Yesu. Maadui wote hawana nguvu juu yako, hawana nguvu tena. Upaya wao uwarudie, uwarudie. Presa yao iwarudie. Mapepo na majini iwarudie, iwarudie. Mateso yao iwarudie. Tunarudisha kwa huyo mama, tunarudisha. Sema tunarudisha jina la Yesu, tunarudisha
tunarudisha, tunarudisha hiyo nyoka, tunarudisha hiyo majini, tunarudisha hiyo magonjwa, tunarudisha jina la Yesu, katika jina la Yesu. Tunarudisha ubaya wao, ubaya wao, ubaya wao, tunarudisha, tunarudisha mateso yao, laana zao, tunarudisha madhabahu yao, tunarudisha hiyo madhabahu, tunarudisha, tunarudisha, tunarudisha kwao katika jina la Yesu, jina la Yesu, jina la Yesu, jina la Yesu. Kila madhabahu uliyejengewa naibomoa sasa, naibomoa katika jina la Yesu. Ndio hiyo sasa, kuna madhabahu ya nyungu inabomoka iliyo na vitabu vya watoto ndani. Hiyo madhabahu Bwana ameipasua, watoto hao wanaachwa huru. Kuna madhabahu ya kiuchawi ya nyungu inavunjiwa katika jina la Yesu, jina la Yesu, jina la Yesu, katika jina la Yesu. Kila madhabahu imevunjika, imevunjika hiyo madhabahu katika jina la Yesu. Yesu ametawala. Total deliverance katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Uinuliwe, ukombolewe, ubarikiwe, asema Bwana. Uinuliwe, ubarikiwe katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Ile vitu unapiwa kasini kwa kusimamia wengine, leo Bwana amesema hiyo vita anarudisha kwa wale wanaopigana na wewe. Inarudishwa, inarudishwa katika jina la Yesu, inarudishwa yote. Buri tasaidarkai clear license, clear license, clear license. Santa saida loli gai Jesus radin clear license, clear license baba datene rabi buri tasaidarkai ninge Yesu radin. Kama kuna mahali unasimamia uche mbele, kama unasumbuliwa na presa uche mbele, kwa wale niliyetabiri nikihubiri mche mbele. Bwana Mungu wa Israeli awainue, awapiganie, awatakase, awatendee mema. Mahali mulifungwa, Mungu awafungue katika jina la Yesu, jina la Yesu, katika jina la Yesu. Baba, kwa sababu yeye ni mwema, magonjwa na amani ilipona. Leo wenye presa wapone, leo wenye presa wapone, leo wenye magonjwa wapone, leo wenye magonjwa wapone, leo wenye vita wapone. Kila magonjwa ya Shetani leo uwaondolee, kila kifungo ya Ibilisi uwaondolee. Walipowekewa mikono walifaulu katika jina la Yesu, walifaulu. Mahali popote wanasimamia, sehemu mbalimbali kazini, Mungu naomba uonekane kwao katika jina la Yesu. Naomba uonekane kwao, naomba uonekane kwao, Mungu mwenye rehema na neema, katika jina la Yesu. Kupitia kwa hii mafuta, kila sehemu wanasimamia, naomba utangulie kwa hizo ofisi, uondoe vita vya wachawi, uondoe vita vya waganga, uondoe vita vya madawa, uondoe sumu katika jina la Yesu, uondoe sumu mbele yao katika jina la Yesu. Na kila roho inapigana nao kazini ishindwe, ishindwe, ishindwe. Kila roho inapigana nao ishindwe katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Mungu mwenye rehema uwainue tena, uwainue tena, uwainue tena. Hii mafuta ni ya kuwainua tena, wainuliwe tena. Kila mahali wanasimamia, wainuliwe tena. Kila mahali wanasimamia, wainuliwe tena. Kila mahali wanasimamia, wainuliwe tena, wainuliwe tena, wainuliwe tena, wainuliwe tena katika jina la Yesu. Wainuliwe tena, wainuliwe tena, waina katika jina la Yesu. Sema jina la Yesu. Nataka wakupe kwanza, wainuliwe tena. Wako wapi wale wanasimamia mahali? Wainuliwe katika jina la Yesu.
wainuliwe, wainuliwe, wainuliwe tena. Sema wainuliwe tena, wainuliwe tena katika jina la Yesu. Wainuliwe tena, wainuliwe tena, wainuliwe tena, wainuliwe tena. Sema magonjwa yote ya presa iondolewe. Sema iondolewe, sema iondolewe. Kila presa ya Shetani iondolewe, iondolewe katika jina la Yesu. Iondolewe kila presa ya Shetani, iondolewe. Sema iondolewe, sema iondolewe. Kila presa ya Shetani iondolewe katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Kila baraka iliyofungwa ifunguliwe. Sema ifunguliwe. Kama unapata pesa na uone vile naenda, upige magoti pande. Baba, wafungulie milango katika jina la Yesu. Uinuliwe kuanzia leo. Hii mikono ipokea hiyo cheo. Pepo inayozuia ishindwe, pokea cheo mpya katika jina la Yesu, jina la Yesu, jina la Yesu. Pepo mchafu mwache abarikiwe. Sema mwache abarikiwe, mwache abarikiwe katika jina la Yesu. Mwache abarikiwe, mwache abarikiwe katika jina la Yesu. Mtoe hii. Mwache abarikiwe katika jina la Yesu. Sema jina la Yesu. Sema tena jina la Yesu. Sema tena jina la Yesu. Jina la Yesu. Hiyo roho ya kuharibu baraka ya pesa iende. Sema iende. Sema iende. Sema iende. Sema iende. Wacha abarikiwe. Ufalme wako umepomolewa. Baba mchafu, wacha abarikiwe. Wacha apokee. Hiyo cheo ni yake. Baba inayezuia iondolewe. Sema iondolewe. Sema tena iondolewe. Hiyo baba inazuia iondolewe. Sema tena. Waachilia hiyo cheo. Waachilia. 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 Sema iondolewe. Sema iondolewe katika jina la Yesu. 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 Mwachilie abarikiwe. Aya, sema umezuia nini? Sema umezuia nini? Umezuia cheo gani? Ni supervisor ama ni manager? Sema. Sema nikusamehe. Umezuia cheo gani? Roho amesema abarikiwe. Hakuna vile utafanya. Hakuna vile utafanya. Ni Roho alisema. Ni Roho alisema kwamba waliofungwa wafunguliwe. Ni Roho alisema katika jina la Yesu. Roho ndiye alisema katika jina la Yesu. Jina la Yesu. Sema jina la Yesu. Jina la Yesu. Kila pesa mahali ilifungwa irecheswe. 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 Sema umezuia nini hapa? Umezuia nini? Ubarikiwe. 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 Asema Bwana ubarikiwe. Hiyo pesa iwe ya baraka. Ubarikiwe. 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 Baba mchafu katika jina la Yesu. Wacha wabarikiwe katika jina la Yesu. Aya, umezuia hiyo kiti Mungu amesema ni yake. Niambie umezuia kiti gani? Sema. Umezuia nini? Utaki kusema? Hiyo kiti ni yake. Hiyo kiti ni yake. Baba mchafu. Hiyo ni yake hiyo. Achilia katika jina la Yesu. Jina la Yesu. Achilia hiyo kiti. Ni Mungu amesema. Ni yake. Ni yake. Ni Mungu amesema. Ni Mungu amesema. Ni Mungu ndiye amesema. Chomeka kila mahali mpaka umwajirie. Chomeka kila mahali mpaka umwajirie. Kila mahali fire. Sema fire. Sema tena fire. 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 Sema ni kitu gani mmezuia hapa? Sema ni gani hiyo? Sema ni gani hiyo? Sema katika jina la Yesu. Sema ni kuache. Sema ni gani umezuia? Sema ni gani? Sema ni gani umezuia? Pepo mchafu na kuamuru katika jina la Yesu. Achilia baraka yake. Achilia. Achilia hiyo kiti.
Taja jina, taja. Ni kiti gani umezuia? Ni Mungu amesema inuliwe. Ni Mungu amesema inuliwe. Ni Mungu amesema wainuliwe. Sema haraka, sema. Ni gani? Ni gani? Ni kiti gani? Sijasikia mimi. Ni kiti gani umezuia? Ni kiti gani umezuia? Wewe ni nani? Sema. Wewe ni nani? Kiti umezuia ni gani? Ni umaja. Wewe ni nani? Jina yako ni nani? Unaitwa nani? Unaitwa nani? Unaitwa nani? Unaitwa nani? Nani? Uko wapi? Uko wapi? Uko Nairobi. Wacha apewe, hiyo kiti ni yake. Mungu amesema apewe. 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 Teseka. Waajiria. Sema nimekubali. Sema nimekubali. Utaki kumuona? Sasa utamuona, upende usipende. Upende usipende. Utaki kumuona kwa ofisi? Sasa utamuona. Nimemuombea mafuta ya ushindi, mafuta ya upako, mafuta ya kuinuliwa katika jina la Yesu. Sema zote jina la Yesu. Jina la Yesu. Ati utaki kumuona kwa ofisi? Hiyo ofisi ni yako. Uondolewe hapa. Uondolewe katika jina la Yesu. Uondolewe hapa. Kama unapigana na wengine, mimi pia napigana na wewe. Napigana na wewe. Paka usalende. Sema nimemwacha apewe. Sema nimemwacha. Sema nimemwacha apewe. Sema nimemwacha. Nimemwacha katika jina la Yesu. Nimekuamuru hatutaachana na wewe paka umwacha abarikiwe. Mungu ndiye alisema waliofungwa wafunguliwe. Wachawi wote waliotesa watu hamuna mamlaka. Mimi nataka umwacha abarikiwe. Hiyo kiti ni yake. Hiyo kiti ni yake. Unasuia kama nani? Kuja bande hii lazima abarikiwe, asema Bwana. Katika jina la Yesu. Sema umesuia nini? Tuelezane pole pole basi. Nimewacha fucho sasa. Nieleze basi pole pole. Wewe ni nani? Uko wapi? Mnafanya na yeye kazi? Ni mkubwa. Hiyo ukubwa sasa kwako iondolewe kwa sababu wewe unapigana na wengine. Hiyo kubwa sasa iondolewe. Sema iondolewe. Sema tena yake iondolewe. Iondolewe. Jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Kubali sasa. Sema nimemwacha na yeye apewe. Kubali. Sema nimekubali. Sema nimekubali. Sema nimekubali. Sema nimekubali. Sema nimekubali. Wacha inuliwe. Sema nimemwacha. Sema nimemwacha. Inua mikono juu. Inua mikono juu. You must surrender to Jesus. Wewe ndio ulikataa. Hapa kwa ofisi. Wewe ndio ulimfinyilia. Uliwakataza. Sasa nimekurasimisha. Kuanzia leo. Unaona kuanzia kesho ni Monday. Hiyo pesa iletwe kwa mikono yako. Pepo mchafu. Unasuia baraka. Pepo mchafu. Na kwa Mungu. Katika jina la Yesu. Mwacha ongezewe msaada. Na hiyo kitu achilia. Hiyo kitu achilia. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Jina la Yesu. Jina la Yesu. Jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Sema nimemwajiria. Sema nimemwajiria. Sema nimemwajiria. Sema nimemwajiria. Sema nimemwaja. Ainuliwe. Nimemwaja. Nimerudisha yote kwako. Hiyo mateso nimerudisha kwako. Kama hapo kwa ofisi mnapigana vita. Hiyo vita imefika mwisho leo. Imefika mwisho. Hiyo mateso yote. Hiyo magonjwa ya tumbo yote ikurudie. Ikurudie katika jina la Yesu. Jina la Yesu. Jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Wachawi wote wenye kutesa watu hawana mamlaka. Wachawi wote kazi yao imeisha. Katika jina la Yesu. Ulimsukumia operation. Hiyo ni yako, nimegeuza. 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 Ikurudie katika jina la Yesu. Ulikuja kwa ofisi kupigana na wengine. Kazi yako imeisha. Kazi yako imeisha. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Sema nimekubali. Sema nimekubali. Sema nimekubali. Sema nimekubali. Hiyo magonjwa inirudie. Sema nimekubali. Sema hiyo magonjwa ikurudie. Ati sikurudie. Kumbe mchawi hataki kifo kwake. Ienda wapi? Niambie sasa ienda wapi? Ienda wapi? Tukubaliane. Ienda? Ienda wapi? Itoka kwake. Lakini ienda wapi? Mimi narudisha irudi kwako.
irudi kwako. Jina la Yesu. Irudi kwako. Katika jina la Yesu. Irudi kwako hiyo magonjwa. Usikie vile wengine wanasikia. Nimerudisha. Nimerudisha. Katika jina la Yesu. Nimerudisha. Katika jina la Yesu. Ikurudie. Ikurudie. Ikurudie hiyo magonjwa. Sema umekubali. Sema umekubali. Hiyo magonjwa ingie kwako. Ingie kwako. Katika jina la Yesu. Jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Apewe madaraka yake. Apewe madaraka yake. Apewe madaraka yake. Na msahara ongezewe. Katika jina la Yesu. Wewe ndio unasuia wakubwa wasimuongeze. Wewe ndio unasuia. Ulikataa na saa hii bado unakataa. Umeona nini? Umeona nini? Ulimwambia mtoe hapa. Sasa atainuliwa. Atatolewa hapa, atainuliwa. Amen. Ainuliwe. Amen. Umemwacha. Sasa umeona nini ndio umwacha? Umeona nini? Umechomwa na nini? Moto hii ni gani? Ni moto gani umeona? Ni moto gani? Ni moto gani? Ni moto gani umeona? Itapoa. Itapoa kama umekubali kumwachilia. Asema abarikiwe. Aongezewe msahara. Ile vitina napeleka kwa wakubwa. Nimewacha. Sema nimewacha vitina. Sitamfanyia vitina. Nimemwacha. Ainuliwe. Sema inuliwe. Umemtesa? Si mateso nimerudisha kwako. Nimerudisha yote kwako. Kuanzia leo. Hiyo barua mlificha yake. Nimedemand katika jina la Yesu. Iachiliwe hiyo barua. Ikuje kwa mkono yake. Hiyo barua nimeamrisha. Ikuje kwa mikono yake. Katika jina la Yesu. Achilia hiyo barua. Wewe ndio pepo hapo. Achilia hiyo barua kwa mikono yake. Katika jina la Yesu. Jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Umeachilia hiyo barua? Umeachilia? Na pesa zote. Na nini ingine? Na nini ingine? Wewe ni mrogi hapa kwa ofisi? Sana. Wewe ni mrogi hapa? Ulikuwa unataka kumuua na dawa? Chakula ya mtu. Chakula? Akuli chakula ya mtu hapa kwa ofisi. Mnarogana kwa ofisi. Ukaenda aje? Kulienda aje? Akuli chakula ya watu. Wala mnakula kwa ofisi, mmesikia ni hatari. Kula hilo unaona ni yako. Akuli chakula. Sasa wewe ni kabila gani? Wewe ni kabila gani? Wewe ni Mkale. Wewe ni Mkale nje. Lakini leo umeona moto. Ni kubaya. Umekuwa pepo hapa kwa nini? Kwa nini utaki wengine wabarikiwe? Anafanya kazi vizuri. Ufutwe wewe katika jina la Yesu. Waacha watu wakae na amani na wafanye kazi katika jina la Yesu. Ufanye kazi na unasumbua watu. Huyu upundi umeacha ama umeacha wote? Aya, piga magoti hapa basi. Piga magoti hapa. Piga magoti. Piga magoti. Katika jina la Yesu. Wewe ni mrogi hapo kwa ofisi. Unaroga kwa ofisi. Huyu ndio unatafuta. Kwa nini? Kwa nini? Mnakosania nini? Inua mikono juu. Inua mikono. Sema kuanzia leo. Sema kuanzia leo. Sitapigana na yeye. Nimemwacha. Abarikiwe. Amen. Amen. Tupie Yesu makofi. Hata kwa ofisi nikupa. Wewe kula huko Arabu watakutembelea. Baba, katika jina la Yesu Kristo, naomba Mungu, kwa sababu unaweza, utakase huyu mtoto Baba. Kila vita ya Shetani juu ya huyu mtoto na irudisha mahali inatoka katika jina la Yesu. Kuanzia leo huyu mtoto afunguliwe, apone na awe na afya njema katika jina la Yesu.
Sema jina la Yesu. Kuanzia leo awe na afya njema katika jina la Yesu. Jina la Yesu. Afunguliwe. Amen. Apokee neema na afya njema in Jesus name. Amen. Huyu mtoto afunguliwe. Sema afunguliwe. Sema tena afunguliwe. Hiyo roho inatesa huyu mtoto ishindwe. Shindwe katika jina la Yesu. Ishindwe. Ishindwe. Sema tunarudisha hiyo roho inatesa huyu mtoto wake. Tunarudisha hiyo mateso. Irudi kwa mwenye anayaleta. Mtoto afunguliwe. Mtoto afunguliwe. Apokee afya njema na amani ya uponyaji in Jesus name. Amen. Tupie Yesu makofi. Amen.
Wakauliza tafadhali tuambie, watoka wapi na kazi yako ni gani? Akawajibu mimi ni Mwebrania. Lakini Bwana alituma upepo, nayo merikebu ikawa ya kuvunjika, wakaogopa wakamwomba Mungu wao. Alikimbia uso wa Bwana. Alikimbia uso wa Bwana.
Thank you.